Amani ya Mungu idumu kwetu. Ndio wanahoja mbalimbali kwenye dunia leo tunapitia makala fupi hii inaozungumzia uzembe wa watu uliosababisha na utakaosababisha watu kuendelea kuharibikiwa. Leo hii nitazungumzia habari za mtandao. Kwa maana wale watu ambao wako mtandaoni wanatafuta habari za aina mbalimbali kwa kujinusuru. Leo tunapitia makala ya watu hawa. Leo hii inatoka hii habari makhsusi ya jadi. Ni habari moja iliyo tofauti na habari zote zilizoko duniani. Ni habari moja ambayo ndio ina ukweli wa watu duniani. Na ni habari moja ilokosekana kwa watu duniani. Lakini jambo la ajabu, utaona mtu habari hizi, ima habari hii hakai chini kujiuliza kichwa chake, kwa nini hii habari ni moja? Yeye hataki kuumiza kichwa kujua kwa nini hii habari inaingia akilini kwa yoyote anayeelezwa, lakini kwa nini ni moja? Alio na akili na alojaliwa upeo, utaona mahala kunakotoka habari hii inawekwa mtandaoni. Lengo ni yeye aipate na abaki ameitunza kama mtu. Lengo ni mtu uipate hii habari na ubaki umetunza habari hii, kwa maana ndo habari ya utu. Lakini yuko mtu akishaona mtandao uko hapo, yeye hajui kwamba huu mtandao umetengenezwa. Anajidaia kusikia neno Google,
hajui kwa nini hii Google iliwekwa. Vyote hivi hataki yeye kujiuliza. Ila kwenye somo hili nitazungumzia mitandao ima Google walioiweka, lengo lao lilikuwa ni nini? Lengo la waloweka Google lengo lao kubwa kabisa ni baada ya kufanya tafiti nyingi kwenye dunia, wakajikuta hawapati ukweli wa kuishi. Wakaona urahisi wa kupata ukweli wa kuishi umejificha wapi? Ni sisi kutengeneza mtandao, alafu watu wafanye mambo yao mbalimbali ndani ya huo mtandao. Kupitia huo mtandao tutakuwa tunajua watu gani wana matumizi halisi ya akili na watu gani ni wapumbavu. Yaani wao wenye Google wanajua wapumbavu ni wakina nani, wanawajua wenye matumizi halisi ya akili ni wakina nani, kwa sababu ripoti zote za kidunia zinaenda kuwekwa kwenye mtandao. Ili habari ifike mahala popote, inawekwa kwenye mtandao. Sasa walotengeneza mtandao hauna miaka mingi sana ndugu zangu. Mtandao hauna miaka kedekede, labda mnasikia una miaka mingi kupitiliza. Hapana. Mwanzo ulitumika kwa kuwasaidia wao kuoperate mambo ya watu wengine kwenye vitu vya kijeshi. Mwanzo kabisa waliuunda kwa sababu hizo, ili wakiwa wapi taarifa zao za wale waliowatuma sehemu hawahi kuzipata sehemu gani. Wakautumia hivyo kwa miaka mingi. Baada ya kumaliza hatua zao, wakauweka sasa na kwa raia na wao watumie. Kwa hiyo somo letu hili linamzungumzia yule mtu ambaye bado ana ujinga mkubwa, akisikia habari yoyote yeye anasema nenda Google. Wewe hujapata hiyo habari, nenda Google. Sio kwamba ukimsachi yeye habari muhimu ndani ya nyumba yake kwamba atakuwa nayo. Yeye anakuambia nenda Google. Watu wa namna hii ndo hasara kwenye hii dunia. Ukiwa unajua wazi kuwa mtandao umetengenezwa na watu na ushirikiano wa baadhi ya viumbe, wakaunda jambo lao likakaa hapo
kwa lengo la kukusanya ripoti za watu na nini kinafanyika sehemu gani. Unatakiwa ujue huu mtandao unakuja kuwa na hasara kubwa zaidi. Huu mtandao unakuja kuwa na hasara kubwa zaidi baadaye. Kwa hiyo unaona, mtu anasikia mambo ambayo hajawahi kuyasikia kokote, lakini anakuambia tu kwamba somo liko mtandaoni, nikienda mtandaoni nitalipata. Sio kwamba adownload somo hilo awe nalo kama akiba kwenye vifaa vya pembeni, na ndi lengo la kutoa masomo magumu haya kwenye hii dunia na huu ulimwengu. Unaona, mtu mwenye akili ndogo, akili finyu sana, anachukulia habari hii ya jadi na habari zingine zozote amezowahi kusikia kwenye dunia. Alojaliwa akili, vifaa leo viko vingi sana, na huyo ndo atakuwa na fadhila za utu. Kila somo likiingia, yeye kwanza kaisha lichukua na liweka pembeni kwenye mashine, ima kwenye vifaa fulani, ima kwenye hifadhi za aina fulani, ima hata kuliandika likabaki kumbukumbu kama lilivyosemwa. Kwa sababu gani? Hii ni habari ya watu wote kwenye hii dunia. Hii habari ya jadi ni habari ya watu wote wanaoishi kwenye hii dunia. Sasa habari hii ipo kwa watu ambao wametathminika wao ndo hawajitambui kuliko watu wowote kwenye dunia. Na waunda mitandao waliunda pia ili wajue siri gani ngumu ambayo iko kwenye dunia, ambayo siri hiyo inaweza ikawa ufumbuzi wa kujua dunia na namna ilivyokuwa kabla. Walikuwa na hakika kwamba yuko mtu wa hivyo, ima atatokea mtu wa hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu, nazungumzia habari ya mtandao. Mwe mnajua hasara ya mtandao ni pale mtakapokuja kuambiwa mtandao kidogo umeingia kwenye shida. Naeleweka vizuri hapo? Mtakuja kuambiwa mtandao kidogo umeingia kwenye shida na mtandao umefuta mambo karibia yote yalokuwako kwenye mtandao. Wakati watakuja kufanya hivyo, lengo lake ni yale mambo wakayachambue upya, yale mambo walioyasema kwenye mtandao yaliokuwa ni ya uongo, waende wakaandike habari zao mpya baada ya kuupata ukweli. Kwa hiyo wakati wao watakuja kukorapti mtandao, habari nyingi watakuwa wamebaki nazo wao.
Wewe unayetegemea kuweka bando na kupata habari kwenye mtandao, ili uzipate hizo habari, zikipotea hata hii ya jadi, inakubidi sasa tena urudi kwao. Muishi kwa kuelewa, muwe mnajua mimi ni Rominige. Na Rominige ni mtu wa aina moja kwenye dunia. Ndio maana ninachowaambia ni tofauti na wote wanachowaambia. Na ninachowaambia ndo uhalisia wenu nyote. Na kukiwa kuna mwingine na uhalisia wake, chukueni habari, linganisheni. Ukisikia uhalisia wa utu, ni neno hili la jadi. Sasa hapa nazungumza na wale watu wenye mithili ya upuuzi, hususani watu walioitwa wa Afrika. Habari ipo kwao. Habari ni uzima wao. Habari ndi nguvu yao. Lakini utaona anamwambia mwenzake, nenda Google. Sasa nimekupa maana ya Google. Uwe unajua Google waliiweka kwa nini, na baadaye Google itafanya nini. Kwa maana kila kilichofanywa unachokitumia leo kimefanywa kwa malengo na manufaa ya waliokifanya. Kwa hiyo wakati utakuwa umepoteza wewe habari zote za kuishi, unakimbilia kwa mtu mwenzako, ima Mwafrika mwenzako, unataka kujua hizo habari, huyo Mwafrika hizo habari ataanza kukuuzia kwa bei kubwa. Unisikilize vizuri, ataanza kukuuzia kwa bei kubwa. Na utabaki kujuta kwa mambo mengi. Mnapoona habari maksusi kama hii iko mtandaoni, hakuna yoyote ameweza kuisema. Habari isiyevukwa na habari zingine zozote kimungu. Akili zenu zifanye kazi, ndugu zangu. Akili zenu zitumike. Hawa waliounda vifaa hivi wamefanya mambo mbalimbali kwa lengo waje waupate ukweli, huku wao wakiwa wamekaa sasa nyumbani kwao wamerelax. Ukweli watu wa Ulaya, wa Amerika na wengine, na hivi viumbe visivyokuwa watu, ukweli wameutafuta kwa miaka mingi sana na kwa jitihada kubwa sana bila kuupata. Walibaki kuuhisi kwa baadhi ya watu wachache, lakini hawakuupata ukweli. Ndio sababu wao hawajausimamia. Wangeupataga ukweli huu wakawa nao, mngeona wao ndo wangechukua jambo hili likawa la kwao, alafu nyinyi mngelinunua kwa gharama kubwa kupita maelezo, kwa sababu wale wanajimaanisha. Waafrika ni watu wapo wasiojimaanisha.
na utawajua kama ni watu wasiojimaanisha. Tazama habari yao inapokuwa ipo na ndo jambo maksusi kwao, utaona na wao wanalichukulia kama habari za kupeleka nguo kuuza tomati. Wanafananisha hivyo kwa sababu kila mtu kasema, wanajua na mimi ni mtu tu nimesema. Wanashindwa kujiuliza kwa nini nilosema hakuna aliyoyasema. Hilo swali kichwani mwao hawana. Wale waliounda vifaa hivi vya kukusanya habari wanajua kwa dhati yule mtu ndi huyo. Sasa lazima wakae kimya, alafu wanawatazama watu ambao habari imetoka kwao. Wana akili kwa kiwango gani? Yote haya ni ya kuchukua muda sasa kujipambanua, na hili ni somo maksusi kwa ajili hiyo tu. Tafuta nafasi ya kujiuliza. Tafuta nafasi ya kujiuliza kichwani mwako. Ujiulize kwa nini habari hii ni tofauti na habari zote. Jiulize tu hicho kitu. Kwa hiyo ukishatokea kujua, ulojaliwa akili, habari utaichukua na wewe kuwa akiba kwako. Kwa maana habari hii moja ndo ukombozi wa ukweli kimungu kwenye viumbe watu katika dunia. Mkiikosa habari hii, watu wote duniani mtaishi kwa majuto sana. Kama mlikuaga mema mnayahisi, mnaambiwa mema ni neno moja linalotoka kwenye jadi kwa wazee, na ndoo hili. Kwa hiyo wale wameobakia kwamba habari nitaingia tu mtandaoni, nita search Google, nitapata hizo habari. Ndugu zangu, dunia ya mataifa ni dunia ya wafanyabiashara. Wafanyabiashara wanapoona jambo fulani halijawa na faida wakati fulani, huwa wanatengeneza mifumo mingine ili wapate faida kwenye biashara zao. Na nimekwisha wafunueni vichwa vyenu kwamba ziko biashara za wewe unatoa Marekani unaleta Tanzania. Unatoa biashara Tanzania unapeleka Poland. Na iko biashara inatoka sayari ya dunia inaenda sayari ya Mars. Wafanya biashara wanatofautiana. Kama hamtaki kufunuka hapo, funukeni mjielewe. Biashara ya sayari na sayari imefanywa miaka mingi gizani kwa kuwaficha wengine. Imefanywa miaka mingi hiyo. Leo hii mnakuja kuiona kwa uwazi. Uwazi wake mnaupata baada ya kusikiliza neno hili. Na neno hili linawatahadharisheni kama watu. Ukiona mataifa yamekatwa,
mnakuwa mnachagua rais wenu yuko pale, muwe mnajua hiyo ni biashara ya kilimwengu ilishaga kamilika. Huyo rais ni mkusanya kodi kwa kufata matamko ya walojiunga kilimwengu katika kufanya mambo ya kuhudumia wengine. Sasa ndani ya biashara hiyo mema yalikuwa hakuna mle. Sasa nyie mnalia humu duniani kuyatafutaga mema, wakati mema kwanza ni uwepo wa uishi wa utu wenu, ambao ndo taratibu hii ya jadi. Alafu hizo biashara za kilimwengu ambazo zinakuja kuleta athari kubwa kwenye dunia, mkiwa mmeshajua neno hili, mtaona nyie na wale viumbe mnafanya biashara kwa makubaliano ya wazi, na sio hivi wanavyojificha sasa. Niseme na ndugu zangu, niseme na Waafrika, uzembe mliotiwa, mna hasara kubwa sana kupitiliza. Kuna mtu anaambiwa kuna habari fulani, kuliko kusema ataipata kwa Mwafrika mwenzake fulani anayo, unaona ule Mwafrika anakuambia hiyo habari niliwahi kuiona kwenye mtandao, nzuri sana. Hauna hapo hiyo habari, aambia hiyo habari sina, ingia mtandaoni ndo utaipata. Ndo tujiulize hapo, kama huu mtandao wangekuwa wamekwisha fanya haya watakayotaraji kuja kuyafanya, wakapoteza data za vitu mbalimbali kwenye hii dunia, wewe utapata wapi huo ukweli? Wewe utaupata wapi huo ukweli? Sasa yote haya yanasemwa ni kwa sababu kaeni chini kujifikiri, na muwe mna uwezekano wa kujichanganua baada ya kufikirishwa. Kwa sababu kuna mtu hata kufikiri alikuwa hajawahi kufikia level ya kufikiri. Kwa hiyo wakati unaingizwa kwenye level ya kufikiri na kutafakarishwa, kaa ujue kwamba tafakarishi moja kubwa kuliko zote ni hii ya neno la jadi. Alafu mtu ukimuuliza mwenzako ambaye alishawahi kujua hizo habari, naweza nikapata mazungumzo ya aina fulani yalioongelea kitu fulani, yeye anakuambia ngoja niingie Google, ngoja niingie YouTube. Kumbe YouTube ni sehemu pa kuwepo kwa lengo wewe uliye mbali upate kinachosemwa kwa wakati. Ndio maana hawa waja wakaweka Google, lakini pia wakaweka na watu kutoka huko Ulaya na sehemu zinginezo wanakuja kusoma lugha sasa ya Kiswahili. Kwa nini mnawaona wanakuja kusoma Kiswahili watu wa Ulaya wengi? Walikwisha ambiwa ile zama ambayo tuliambiwa kwamba jambo hilo litatokea ndani ya Afrika Mashariki na Kati. Sehemu hiyo, lile jambo litakapokuja kutokea, tukutwe na sisi tuna watu wanajua lugha ile. Ndio sababu mnaona hao watu mnaita wazungu wamejaa humu vyuo wanakuja kusoma Kiswahili. Hawasomi Kiswahili kwamba wanakipenda sana. Acheni ujinga huo. Acheni ujinga huo. Wanasoma Kiswahili kwa sasa baada ya kujua ndani ya Kiswahili kuna neno hili la jadi ambalo ndo lilikuwa linatafutwa, na wao watakaa humo kwenye mitandao tukisema kwa lugha zetu, na wao kule wanawatafsiri vizuri.
Hawangoji kuja kwa wewe Mtanzania, hawangoji kuja kwa wewe Mkenya wala mtu wa Uganda na wapi. Moja kwa moja wanakaa na watu wa kwao walokwisha jua Kiswahili, wanakasa kunukuu neno hilo na kutazama misheni nyingine ya baadaye. Kwa sababu hawa watu ni waendeshwa kwenye maadili na viumbe vya ulimwenguni na wako kwenye mikataba na viumbe hivyo, mnapasa tu mjue ukweli na mjue pa kusimamia. Kwa hiyo mkiona watu wa Ulaya mbio wamerundikamana kuja kusoma Kiswahili, sio kwa kukipenda. Wezi kuona watu wa Ulaya wamejazana wengi, labda Kongo eti waenda kusoma Lingala. Wako wanakuja kusoma Kiswahili baada ya kujua eswa ele, maana yake ni mchanganyiko wa zile lugha ambazo ndani yake ndio kutatokea ukweli wa kuishi kwenye dunia. Ndio sababu ya wao sasa kuchukua watafiti wa kusoma lugha, wakae hapo waijue hiyo lugha. Nyinyi wenye lugha mnapata neno la kuwafunueni na kufunua ndugu zenu dunia nzima. Nyie mnabaki tena kuhadisiwa na Google. Ndugu zangu, poleni sana kwa akili hizo, na pole haitowasaidia pindi mtaendelea kuharibikiwa huku mkiwa mmeambiwa. Mimi niwashukuru ndugu waja. Neno hili ni makususi kwenu, kwamba uzembe ni sawa na dhambi kubwa kwenye kutafuta ukweli. Asanteni.